Silaha yetu hapo, tunachukua wachezaji wetu wote wa zamani ambao wapo kwenye mfumo rasmi wa maveterans, tunawapa tiketi, tunawapa usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani. Kimsingi ni kwamba tunawaleta na wenyewe wawe sehemu ya historia ya Simba kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Kwa hiyo tunamshukuru mdhamini wetu huyu ambaye amejitokeza kubeba kipande hicho, ambaye ni Robi Sportswear. Lakini kipande kingine ambacho kinaendelea ni kipande cha kiufundi. Mwalimu Fadlu Davis anaendelea na maandalizi yake ya kiutaalamu ya kiufundi tangu juzi wa kukamili, wakifanya program kadhaa za mazoezi kuelekea katika mchezo wetu. Ripoti ni kwamba wachezaji wetu wote wako vizuri, hakuna yote ambaye ana changamoto yoyote ya kiafya. Hii ni kusema ya kwamba tuko tayari kuelekea mchezo wetu wa Jumatano. Leonel Ateba ni kama amekuwa akibebeshwa zigo la lawama kutoka kwa baadhi ya wadau wa mpira. Labda unalipi la kuambia na Simba kuhusiana na Christian Ateba? Kila mtu ana mtazamo wake, lakini mwalimu ndio mwenye mtazamo sahihi zaidi, kwa sababu yeye ndo anajua kitu gani anachomtuma mchezaji wake. Kama haridhishwi na kiwango chake, basi mwalimu atamwambia hiki siridhishi nacho, ongeza 1, 2, 3. Kwa hiyo tumwache mwalimu afanye kazi yake, tumwache mwalimu achague yule ambaye anamuona ni sahihi kwa upande wake, na kwa hapa tulipofikia wa kumwamini zaidi ni mwalimu atimize majukumu yake, awakabidhi vijana wake kazi, waende wakaifanye kazi yake. Zoezi la tiketi linaendeleaje? Tiketi zinaendelea vizuri, na nichukue nafasi hii kuendelea kuwasisitiza mashabiki wa Simba waendelee kununua tiketi. Hii ni mechi ambayo inahitaji mashabiki wengi zaidi, mashabiki wengi zaidi wanahitajika ili kuja kuipa sapoti na kuivusha timu yao. Kwa hiyo asitokee shabiki wa Simba akabaki nyumbani. Kila shabiki wa Simba Jumatano anatakiwa kuja Benjamin Mkapa ili twende kwenye maamuzi ya mchezo wetu. Apostle Boniface Mwamposa Bulldozer amethibitisha kwamba atakuwa kwenye mchezo huu ambao mmemwalika. Hii ni kuashiria kwamba ubaya ubwela unakwenda kutimia siku ya Jumatano. Watu wote ambao tumewaalika wamefurahi mwaliko ambao wameupata na wako tayari kuja kushirikiana nasi. Tunawakaribisha. Hata wale ambao hatujawaalika kwa namna moja ama nyingine, lakini tunawaalika waje kwenye mchezo huu. Mchezo huu hauchagui mtu. Mchezo huu anahusika nao kila mwana Simba. Yaani kama una damu ya Simba, huu mchezo ni mali yako. Kwa kila mwana Simba, umealikwa, hujaalikwa, njoo Benjamin Mkapa. Nunua tiketi yako, njoo Benjamin Mkapa. Nikushukuru sana Semaji. Asante sana. Tunaanza na upande wa NBC. Watakaguliwa na mgeni rasmi namna hiyo. Mjumbe wa kamati kuu ya klabu ya Simba ndo anakagua timu mbili ambazo zimefika finali ya Bankers. Hapa ni chuo kikuu cha Dar es Salaam, na hii ni bonanza la mabenki ama bonanza la klabu ya Simba. Semaji mwenza anaitwa Baby Medi the only one. Ya kuhamasisha kwa Jumatano kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya Al Masry, shirikisho robo finali. NBC wasemaji kama wote. Sehemu ya finali ya mabenki ya bodo legendary. Benki nyingine wako hapa. Medial tunamwona hapa, lakini pia na baadhi ya staff wa Simba na baadhi ya staff wa benki. Hii ni finali na hapa ni chuo cha Dar es Salaam. Safi sana. Kama bado hujachukua tiketi basi rudi kwa muda wako. Hii ndio game yetu ya mwisho. Alafu kwenda kwa mambo ya vibe sasa. Namna hiyo.
Picha kumbukumbu pamoja. Semaji wamekumwaga. Wakitalima. 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 Hata wewe hapa. Naambie baba. Njoo tuchukue picha na sisi na timu yetu. Naam. Njoo tuchukue picha na timu yetu na sisi. Hey. Nakumo. Njoo sasa tuko na Equity. Equity. Equity ndio nataka kupange mtu. Namna hiyo. Picha pamoja hiyo. Hiyo si ndio picha pamoja hiyo. Ni barai. Wakitaribu changamka. Niko hapa baba. Sasa na Equity Bank ni msemaji. Hapa kwenye posho. Uongo. Sisi ndio Equity. Equity na wasemaji watatu. Sisi ndio Equity. Watatu jamani, mmeplani nini nyinyi? Huwezi kujua mambo ya Equity. Hatari. Hatari. Hii ndio